Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imeongeza mashambulizi katika maeneo mbalimbali nchini Ukraine ikiwa ni pamoja na Odessa. Hii ni katika azma ya kile alichokisema Rais Vladimir Putin kwamba sasa wataongeza mashambulizi makubwa zaidi, huku akitaraji kuyachukua maeneo mengi kabla ya mwaka 2026. Urusi imeongeza mashambulizi makali zaidi katika eneo la kusini mwa Ukraine la Odessa na kusababisha kukatika kwa umeme na kuhatarisha miundombinu ya baharini ya eneo hilo. Naibu Waziri Mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba alisema Moscow imefanya mashambulizi katika eneo hilo. Wiki iliyopita alionya kwamba mashambulizi hayo huenda yakaelekea Odessa. Rais Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ya mara kwa mara ni jaribio la Moscow la kuizuia Ukraine kufanya shughuli zake kupitia baharini. Mapema mwezi Desemba, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitishia kuvuruga njia za Ukraine za kufikia bahari kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya meli za mafuta za Urusi katika Bahari Nyeusi. Mnamo Jumatatu jioni, mashambulizi yaliathiri miundombinu ya bandari huko Odessa na kuharibu meli ya kiraia, gavana wa mkoa huo alisema. Ilikuwa ni mashambulizi ya hivi karibuni katika mfululizo wa mamia ya mashambulizi ambayo yamevuruga usambazaji wa umeme katika eneo hilo na kusababisha vifo kadhaa. Siku ya Jumapili usiku, mashambulizi yalikata umeme kwa watu 120,000 na kusababisha moto katika bandari kubwa ambao uliharibu makontena mengi ya unga na mafuta. Wiki iliyopita, shambulio la kombora la balistiki kwenye bandari Privnet mashariki mwa Odessa iliwaua watu 8 na kuwajeruhi wasiopungua 30. Shambulio jingine mapema wiki hii lilimuua mwanamke aliyekuwa akisafiri kwa gari na watoto wake watatu kutokana na kukatika kwa daraja pekee la mkoa wa Odessa linalounganisha Ukraine na Moldova. Bandari ya Odessa ni muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo. Jiji hilo ni la tatu kwa ukubwa nchini Ukraine baada ya Kiev na Kharkiv. Sasa ni muhimu kwani bandari zingine katika maeneo ya Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv hazifikiki kutokana na uvamizi wa Urusi na mashambulizi makubwa ambayo Urusi inaendelea nayo. Licha ya vita, Ukraine inasalia kuwa moja ya nchi zinazouza ngano na mahindi kwa wingi duniani. Tangu Agosti mwaka 2023, Odessa imekuwa njia muhimu inayoruhusu kusafirisha nafaka nje ya nchi, ikifuata ufuo wa Romania na Bulgaria kabla ya kufika nchini Uturuki. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.